Katika hadithi ya leo nitakusomea hadithi mbili kutoka katika mkusanyo wa Sahih Muslim. Hadithi mbili zinashahibiana kwa kiasi kikubwa sana. Hadithi hizo ni kutoka katika, kama nilivyosema, kutoka katika mkusanyo wa Sahih Muslim, hadithi namba 2767A na 2767D. Na kuanzia kwanza na 2767A. Inasema imepokewa kutoka kwa Abu Musa kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu alisema, itakapokuwa siku ya Kiyama, Allah atampa kila Muislamu Myahudi au Mkristo na kusema, huyo ndiye wokovu wako na moto wa Jahannam. Na kwenda katika hii hadithi ya pili ambayo ni Sahih Muslim, hadithi namba 2767D, inasema Abu Burda amepokea kutoka kwa Mtume wa Mwenyezi Mungu akisema, watakuja watu miongoni mwa Waislamu siku ya Kiyama wakiwa na dhambi nzito kama mlima, na Allah atawasamehe na ataweka Mayahudi na Wakristo badala yao. Abu Rabu akasema, sijui ni nani mwenye shaka. Abu Burda akasema, nilimsumulia Umar bin Abdul Aziz. Akasema, je, ni baba yako aliyekusimulia kutoka kwa Mtume Mwenyezi Mungu? Nikasema, ndio. Hadithi hizi mbili zinathibitisha mambo makubwa mawili. Kwanza ni hoja ambayo ya upinzani inayotoka kwa Waislamu siku zote kwamba hakuna nafsi inaweza kutolewa kwa niaba ya nafsi mwingine ili kutoa wokovu. Tunachokiona hapa Muhammad anachowafundisha masahaba wake ni kwamba siku ya Kiyama kuna Waislamu ambao watatolewa katika Jahannam, badala yake watawekwa Wakristo ama Wayahudi, na wao watapolewa kule waingizwe mbinguni, ama wanasema wao peponi. Halikadhalika baadhi ya Waislamu watakuwa na dhambi nzito kama mlima, lakini nusura yao itakuwa katika Wayahudi au Wakristo ambao watapewa badala yao. Kwa hiyo hadithi hizi mbili zinavunja mbali yale mafundisho ya Kiislamu kwamba hakuna nafsi inaweza kubeba dhambi za mwingine au zikatumika kuokoa dhambi zingine. Maana hii ni kwamba upinzani wa Waislamu kwamba kifo cha Yesu Kristo hakiwezi kunusuru maisha ya wanadamu kwa ujumla kutoka katika dhambi na kupata wokovu yanavunjiliwa mbali na hadithi hizi mbili. Kwa maana hiyo Uislamu nao pia unafundisha jambo hilo hilo. Lakini jambo jingine ambalo tunaliona hapa ni kwamba Waislamu wamekuwa wakienda katika mitandao mingi ya kijamii wakisema wanasilimisha Wakristo, wanasilimisha Wakristo. Sasa huu ni mtego kwamba Waislamu wafahamu katika kila Myahudi au Mkristo wanayemsilimisha watambue kuna Muislamu mwenzao mmoja ambaye anakosa wa kumwopoa siku ya Kiyama. Huu ni mtego ambao sasa Waislamu wanakuwa nao, wasilimishe ili wapate wafuasi zaidi, au waache ili wao waliokwisha kukubali Uislamu wapate nusura siku ya Kiyama. Nikwambie ukweli tu, ukweli wa maandiko uko wazi tunaposoma vitabu vilivyotangulia kabla ya Qur'an na vilivyotangulia kabla ya Muhammad kwamba hakuna wokovu nje ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ndugu yangu, hakuna, kwa sababu ni Kristo peke yake alikuwa mkamilifu asiyetenda dhambi, na hata Qur'an inathibitisha hivyo kwamba huyu alikuwa ni mkamilifu mtakatifu, na ndio maana aliweza kubeba dhambi za ulimwengu mzima. Na fursa hii ya wokovu ipo kwako pia, ndugu yangu Muislamu. Napenda nikuambie wazi, nikukaribisha usome maandiko, uone ukweli wa maandiko ulivyo. Hakuna wokovu nje ya wokovu aliotupatia Bwana wetu Yesu Kristo pale msalabani, na akafuka siku ya tatu, ushindi dhidi ya dhambi na adui mwovu Shetani. Chunguza maandiko haya upate ukweli ulivyo. Mungu akubariki sana.